Bwana, inakuwa vipi Mwanaswahili TV? Hujambo na karibu kwenye makala hizi. Bado tunafuatilia vitu vingi ambavyo vinafanyika humu nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kuna habari ambazo zimetolewa na jeshi la polisi. Wanasema kuwa wanamsaka Askofu Gwajima, Mnyika, Lema, Brenda, Hilda na wengine kwa tuhuma za kuchochea maandamano. Sasa jeshi la polisi Tanzania limetangaza majina ya watu 10 wanaotafutwa kwa tuhuma za kupanga, kuratibu na kutekeleza maandamano yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka huu katika mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi kutoka makao makuu, ikihimiza watuhumiwa hawa kujisalimisha kwa jeshi la polisi. Majina ya watuhumiwa hawa ni Josephat Gwajima ambaye aliwahi kuwa mbunge wa Kawe, askofu ndio. Alafu wa pili ni Brenda Jonas Rupia, huyu ni wa Chadema. John Mnyika, Godbless Jonathan Lema, Machumu Maximila Kadutu, Deogratius Cosmas Mahinyla, Boniface Jacob, Hilda Newton, Awad Kalonga na Aman Galugwa. Taarifa hii ya jeshi la polisi imekuja katika kipindi kigumu ambapo sehemu kubwa ya wananchi wamepoteza imani kwa vyombo vya dola, hasa polisi, tangu matokeo ya Oktoba 29 ambapo waandamanaji kadha wa kadha walipotiwa kuuawa na polisi kwa risasi, huku baadhi wakishtakiwa kwa kosa la uhaini. Taifa la Tanzania imegubikwa na majonzi, hasira na hisia za kisiasa miongoni mwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wa wale ambao waliathirika kwa ujumla juu ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa hizi ni taarifa ambazo zimetolewa na jeshi la polisi. Wanasema kuwa hawa watu 10 ni miongoni mwa wale ambao walichochea ghasia nchini Tanzania. Sasa Gwajima ambaye ni askofu ndio, na wakati fulani pia aliwahi kuwa mbunge wa Kawe, mwanachama wa CCM, Brenda Jonas Rupia na wengine wanahitajika na jeshi la polisi. Sasa jeshi la polisi linasema kuwa wajisalimishe haraka iwezekanavyo, ndio angalau uchunguzi uendelee. Nimejaribu kufuatilia kwa karibu zaidi baadhi ya comments ambazo zimedondoshwa kwenye posti hii. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Zila Kukomesha, anasema sisi wenyewe tunawatafuta polisi Tanzania, yani huu mwaka ni mtafutano. Alafu Jacob Stanley anasema hili aliishi mpaka liishe, Disemba tarehe 9 tunatoka. Alafu Chata anasema lakini si mlisema waliofanya fujo sio wa Tanzania, imekuwaje tena ndugu zetu ndo wachukuliwe? Hatutakubali. Mwingine anajulikana kama Frank Kavisha anasema nachoka mimi, akanyosha mikono juu. Mligo June anasema vipi kuhusu waliokufa bila hatia? Alafu akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Mwingine anajulikana kama Mati 255 anasema leo ndio nimeamini damu za watu zimeshaanza kufanya kazi, vichwa havifikii tena. Alafu Mari 3805 anasema mpaka mwaka unaisha jopo zima litakuwa lishachanganyikiwa, akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Alafu huyu anajulikana kama Julius Valentine anasema haya ni maajabu, Lema si alienda ndani lakini wakakataa. Mponda Halifa akasema maajabu yanaendelea. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye posti hii, na ni posti ambayo inaongelea ile hali ya baadhi ya wanasiasa nchini Tanzania ambao wanatakikana na jeshi la polisi. Jeshi la polisi linasema kuwa walichochea uchafuzi ambao umefanyika nchini Tanzania. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare.